tumekuwa tukiwa na wafugaji wengi. Naamini hapa Itipula pia mnafuga nyuki, sio? Yeah. Wangapi wana mizinga? Wengi. Hata kama ni wakienyeji, ndio ushirikiano, na mimi ndio kushirikiana na nyie. Okay, sawa. Nashukuru kwamba tunazungumza na watu ambao hao ni baadhi. Naam, hao ni baadhi. Sawa. Na nilishafanya kwanza tafiti zangu na ndio maana nilikubaliana na wewe. Mimi kwa sababu tuseme hii kampuni yetu ipo Iboya. Hapo Iboya ndio makao makuu. Lakini tuna matawi ya kutengenezea mizinga ya nyuki Njombe mjini, matawi sehemu 2. Lakini tumekuwa tukifanya kazi hii pamoja na wadau kutoka mikoa mingine. Sasa kwa kipindi hiki tukaona si vema, tukaona kuna urazima wa kuja katika kata yetu kuinua ufugaji wa nyuki. Mwisho wa siku watu waweze kupata faida kubwa kutoka kwenye hii kata. Tumeanza hapa Itipula, lakini tunafikiri tutakuwa na mikutano hii ya kila kijiji. Lengo ni kuwa na wafugaji wasiopungua 250. Lakini hawa wafugaji tutakuwa nao katika system gani? Tunataka watu wajiunge katika vikundi. Kwa mfano kama hapa Itipula ni kijiji kikubwa. Pengine tunaweza tukapata hata vikundi 3 au 4. Kwa nini vikundi basi? Vikundi ni vizuri zaidi kuwasimamia, ni vizuri zaidi hata tukiwa tutapeana elimu, tunapeana katika hali ya uwazi na kila mmoja naondoka ameelewa. Tunahitaji kitu kimoja. Kumekuwa kuna fedha nyingi sana zinatolewa na serikali, sawa, kupitia mfuko wa misitu Tanzania. Hapa Itipula mmewahi kupata? Sasa hamjawahi kupata, nafikiri ni kwa sababu vikundi vya wafugaji nyuki havipo, sawa. Sehemu nyingine na mikoa mingine wamekuwa wakipokea hizo fedha, na moja kati ya kijiji ambacho kimekuwa kikinufaika na hizi fedha kwa hapa kata Ihanga ni Iboya. Na Iboya kwa sababu tuko nayo kwenye mfumo. Sasa kwa kupitia hivi nimeona kabisa watu wa Itipula mnaweza hii kazi. Sawa? Sasa mimi kampuni yangu tunaweza kusafiri na nyie. Utekelezaji wa kampuni yetu leo tunazungumza. Kama tunaamua kwenda kwenye vitendo, matokeo yote ni baada ya miezi 6. Kwa nini miezi 6? Tuna huu mzinga wa kisasa. Sawa? Huu mzinga tukienda tukiuweka sehemu tunategemea kupata nini? Makundi ya nini? Ya nyuki. Nyuki wanaanza kukupa mafanikio wewe baada ya miezi mingapi? 6 unavuna. Kwa hiyo ndio maana nimesema nimekuja kutoa fursa ya kifedha hapa Itipula. Na wewe utanufaika, kijiji kitanufaika na kampuni yetu itanufaika. Tumeleta mzinga wa kisasa. Huu mzinga ni mzinga bora kabisa. Na mzinga bora tunaozungumzia ni ule ambao unakuwa umetengwa na kitenga malkia. Sawa? Unaweza mkasogea pia. Ndio maana nasema tuwe mbali sana, msogee kwa sababu hii ni elimu. Tunazungumzia ambao mkamshika mwandishi wa habari tena. Twende tuko pamoja. Tunazungumzia mzinga ambao una nini? Una kitenga malkia. Sawa? Nyuki wanavyoingia hapa, yule malkia yule hawezi kuvuka hapa kuja huku. Na kwenye mzinga daima siku zote tunahitaji tuvune asali. Sawa? Kwa hiyo eneo hili hapa wewe hautahusika nalo kulivuna, utaacha. Sawa? Wewe utavuna kuanzia hapa hadi hapa. Na matarajio ya huu mzinga uweze kukupatia debe moja la nini? La asali. Sawa sawa? Sasa utapata asali yenye ubora na ambayo sisi kama kampuni yetu ya Mario Workshop tutainunua kwako asali iliyo bora. Na ndio maana tunasemea kuunda nini? Vikundi. Sawa? Tukiunda vikundi na sisi ninawahakikishia kitu kimoja. Kwamba mkikubaliana kuunda vikundi hapa. Sawa? Mtaanza kupokea zile fedha za ruzuku za serikali. Sawa? Tunaelewana vizuri? Aha, okay sawa. Unaona mzinga uliotengenezwa? Ndio mzinga. Mkati. Aha, kitenga malkia. Sawa. Kwa sababu huku hapa mtapata fursa ya kuona vizuri. Naomba niendelee na maelezo kidogo. Tutaangalia vizuri baadaye. Sasa lengo langu la kuja huku ni nini jamani? Mimi nimekuja kuwapa maneno machache. Kama mnakubaliana na nyinyi na mimi kuunda vikundi, sawa? Hivyo vikundi vyenu vitakuwa chini ya utaratibu, lakini pia tutashirikiana na afisa mtendaji kuhakikisha vikundi hivyo vimesajiliwa. Lengo la kusajili kwa ajili ya nini? Ili tuweze kuwapeleka mpaka pale muweze kunufaika na zile fedha za nini? Za serikali. Kwa sababu maombi tu yale ya kwanza mnaweza kuomba milioni 10, hata kama mkiwa 10, sawa? Mnaomba milioni 10 kwenye mfuko wa serikali wa misitu. Lakini inalenga nini? Inalenga muende mkafuge nini? Nyuki, sawa sawa? Kwa hiyo kama mko tayari, sawa, mimi nitaacha mawasiliano yangu pia, sawa? Wale mtakao kuwa mmeona nyewe wenyewe, yani hata kama mkiwa 10,
mnajiunda. Mimi fulani na fulani, mnaangalia utendaji wenu katika mifumo yenu ya kimaisha. Mimi nikiwa na yule tunaendana, tunaunda vikundi. Hata kama mkiwa na vikundi 5 hata 6, sawa? Vyote tutavipeleka pale vikishasajiliwa kwa mkurugenzi. Kwenye ukifika ule muda wa kuomba ile mikopo ya tafu ile ya mfuko wa msitu wa Tanzania, hawana ubaguzi. Sawa? Kwa mfano kama hii Tipula tukasema imepeleka vikundi 7, sawa? Vyote vikawa vimekizi, zikaingia pa milioni 70, si manufaa kwa Tipula? Ndicho kitu ambacho mimi kampuni yangu inahitaji. Sasa tumekuja kutoa ile elimu, sisi tutawasimamia, lakini mwisho wa siku sisi pia kampuni yetu inanunua asali. Sawa? Asali mmekuwa mkiuza asali hazina ubora, sawa? Mnavuna kwa sababu kwenye mizinga ambayo haina nini? Haina vitenga marikia. Tukiruhusu tu nyuki yule aje hapa atawale kwenye huu mzinga, wakati tunavyoenda kuvuna tunaona ameweka mazao yake, aidha matoto yale yako hapa, yani ameweka mixa. Sasa hapa tunamtengea, sawa? Ili huku tuvune asali iliyo bora. Tunapozungumzia ubora wa asali, tunakuwa tunaenda kuvuna asali isiyochanganywa na kitu chochote. Kwa hiyo niombe kama mnanielewa vizuri, na naomba mnielewe ili nini twende pamoja kwenye mafanikio. Malengo yetu ni kwamba katika kata hii tuwe na wafugaji wasiopungua 250 ambao tutahakikisha kabisa wamesajiliwa, kwa sababu mimi kampuni yangu pia inafanya kazi pamoja na halmashauri ile sekta ya misitu halmashauri ya mji Njombe. Sawa? Kwa hiyo ninachokiongea kwamba nahitaji twende kwenye mafanikio, mniamini mimi kwamba tunakwenda kwenye mafanikio. Maamuzi ya kuunda vikundi ni nyie. Mkishakuwa mmejiandaa, namba zetu za simu zitakuwepo pia kwa afisa mtendaji, nijulisheni. Ninakuja tunashirikiana pamoja na afisa maendeleo kuhakikisha vikundi vyetu vimesajiliwa. Sawa? Ili kwenye robo ya pili hii vikundi vyenu viingizwe kwenye mfumo. Sawa? Muingizwe, lengo muweze kupata zile fursa za ufugaji nyuki, lakini mpate mapesa yale mengi ambayo serikali imekuwa ikiyatoa, lakini kwa Tipula mmekuwa hamyapati. Sawa sawa? Kama tunaweza tukasogea pembeni kidogo. Kwa hiyo mnanihakikishia watu wa Tipula mtaenda kuunda vikundi, sawa sawa? Tuko tayari. Okay. Wangapi wanasema wako tayari kufuga nyuki kisasa? Okay. Sawa, mimi nashukuru. Ninashukuru, lakini pia nakaribisha maswali. Kama kuna swali ambalo utahitaji kuuliza niweze kujibu. Karibu. Mimi na swali. Karibu sana. Mimi nataka niulize. Hapa umesema umetenga kile kitenga malikia, si ndio? Ndio. Sasa ili kutengeneza ndicho ulichonifahamisha hapa. Unasema ili kuvuna asali iliyo bora, labda isiyokuwa na mchanganyo. Swali langu, ina maana huku itakaa masega yenye asali tu, ndio, na matoto yatakuwa kwa malikia? Yes, safi sana. Hiki ndicho kitu ambacho ninahitaji watu wanaoelewa kiasi hiki. Ndio maana nimeeleza hapa wazi kwamba hawa nyuki wote wataingilia pamoja na malikia. Lakini matundu haya hapa hayawezi kumruhusu malikia kuvuka wapi? Kule. Sawa? Malikia yeye atabaki kwenye hili eneo, na ndio maana tunasema hili eneo likiwa limefungwa hivi, sawa? Wewe usiende ukalivuna hapa. Maana hii ni sehemu ya hazina ya wale yes kabisa. Safi kabisa mzee wangu. Hili ni eneo la uzalishaji, sawa? Wewe utatakiwa kuvuna tu kwenye hili eneo. Hata kama kuna asali, unaona kweli kabisa mzinga huu wote una asali, ila hili eneo fanya nini? Reheshimu. Kwa kufanya hivyo utafanya hawa nyuki waendelee kuishi kwenye huu mzinga. Utavuna wasifanye nini? Wasihame. Na wasipohama manake nini? Kwa mwaka utaenda kuvuna mara ngapi? Mara mbili. Sawa? Utavuna mwezi wa 7, unaenda kuvuna tena mwezi wa 11. Huu mzinga kwa mwaka unakuzalishia debe 2. Sawa? Na sisi kwenye kampuni yetu tunasema hivi, tunakuja na mabadiliko kidogo ya kisoko, sawa? Kampuni yetu itaanza kununua asali kwa wale ambao tutakuwa tumeelewana kwenye mfumo. Sawa? Bei ya debe moja kwa bei ya kuanzia itakuwa ni shilingi 1,500. Sawa sawa? Sijui kama imewahi fika hapa kwa hiyo bei ya kuanzia. Sawa? Kwa hiyo kampuni yetu itaenda kununua asali yenu kwa bei hiyo, lakini tunanunua kwa kina nani? Kwa wale watu ambao tumeendana wote kwenye mifumo. Sawa? Mizinga hii mnaweza mkalitengeneza kwenye kampuni yangu, au hapa Tipula pana mafundi seremala pia. Tunawafundisha, sawa? Tunawafundisha ili pia ni fursa hapa kijijini, sawa? Watawatengenezea hapa pia kwa bei nafuu, lakini kikubwa tunachokiangalia soko la asali. Tunaangalia kwenye hivi, mnafahamu kuna mazao mangapi kwenye nyuki? Matatu. Wewe mazao gani? Kuna inta, ndio. Kuna asali yenyewe, ndio. Alafu kuna nini ile walisema nini ya malikia ya matatu. Maziwa. Basi naomba niwasaidie. Kwenye nyuki kuna mazao yasiyopungua 6. Sawa? Katika mazao yasiyopungua 6
Zao la kwanza ambalo sisi tunakuwa tunadili nalo siku zote na tunaliangalia, bila shaka ni zao la asali. Sawa sawa. Lakini yako mazao yenye thamani hata kuliko asali yenyewe. Sawa? Kuna zao kama mwesikia sumu ya nyuki. Sawa sawa. Sumu ya nyuki inavunwa hapa nje. Sawa? Kuna mashine inategwa hapa wakati nyuki wako ndani. Sawa? Ukishaweka hapa afu unaupa kashikashi kidogo mzinga ili nyuki wafanye nini? Wapate hasira. Wakipata hasira wanakuja wanagonga kwenye ile mashine ile. Ile mashine inakuwa inanyonya yale majimaji yale. Yanakauka kwa haraka sana. Yakisha kauka unaikwangua ile, unatokea unga. Sawa? Hiyo inakuwa ni nini? Ni sumu ya nyuki. Kwa gramu moja ya sumu ya nyuki inauzwa si chini ya shilingi 50,000. Tunaelewana? Lakini haya mafanikio yote ili muweze kuyafikia, twendeni kwenye mfumo. Tembeni na kampuni hii ya Mario Workshop. Mtayaona mengi mazuri, sawa? Huu mzinga mmoja kwa mwaka unaweza kuingizia zaidi ya milioni 3. Unavyouona. Sawa sawa? Lakini vitu vyote vimefichwa kwenye elimu jamani. Vimefichwa kwenye kusoma. Yaani mambo mazuri yote yamefichwa kwenye nini? Kwenye elimu. Sasa na haya huwa wanafaidi watu ambao wasiokuwa na udumavu. Nimependa sana kauli ya udumavu leo hapa imekuwa ni kauli mbiu. Mwenyewe nimepata elimu hiyo ndio maana nazungumza. Haya, asante sana. Sasa kuna watu wengine wana tabia ya kula matoto ya nyuki. Hata hapa mpo sio? Wangapi wanakula hapa? Nakula? Sasa niombe kutoa elimu ifuatayo. Nawaomba chonde jamani. Mimi ninawaomba mheshimu nyuki kama unavyomheshimu binadamu mwenzako. Sawa? Heshimu nyuki kama unavyoheshimu binadamu mwenzako. Sawa? Nani angependa kuona mtu amemuua mtu mwenye mimba? Upendi, si ndio? Sasa kwa kula yale matoto tunamkosea Malkia. Sawa? Kwa sababu unaua vizazi vya nyuki vijavyo. Tunasema kwamba nyuki hawazaliani, nyuki sijui, kumbe unavyoenda kuvuna katika mizinga isiyo kwa bora, unachukua yale matoto unayatafuna, unakula nyuki. Nini kinazalisha tena baadaye? Sijui mnanielewa vizuri? Yaani ninawaombeni. Ule ni ukatili mkubwa. Ni ukatili mkubwa sana kwa mdudu nyuki. Na mdudu nyuki ni mdudu ambaye ana faida kubwa sana duniani. Hivi mnaamini bila nyuki maisha ya binadamu pia hayatakuwepo? Yaani yasingekuwepo. Kila chakula unachokula wewe kwenye mmea unaopanda, nyuki anapita kuchavusha. Tunaelewana? Kama nyuki asipopita kuchavusha kwenye mmea wowote ule, hakuna mazao. Tafsiri yake ni nini? Hakuna maisha ya binadamu bila uwepo wa maisha ya nini? Ya nyuki. Tumeelewana? Kwa hiyo mimi niwaombe wanaitipula. Mkutano huu tumeanzia hapa kwenu. Mimi nafikiri kwa uchache wenu huu, lakini naamini naongea na watu sahihi sana. Sawa? Nitaanza kupata taarifa za namna gani mmejiorganize huko kwa maana ya kuunda nini? Vikundi. Ninawaomba. Tumefanya hapa Itipula, tutafanya na vijiji vingine kwa kukamilisha kata nzima kwa sababu kampuni makao yake makuu ni kata Ihanga. Ninahitaji kata Ihanga tunapokuja mwakani. Sawa? Tuzungumze kata Ihanga inaongoza kwenye uzalishaji wa ufugaji bora wa nini? Wa nyuki. Kwa hiyo tutakuja katika kuimarisha hivyo vikundi, tutakuja pia na maafisa misitu wa halmashauri. Sawa? Kwa hiyo niombeni uhai kwenye hilo jambo. Lakini mtoke na kauli mbiu yangu. Hakuna kula watoto wa nini? Wa nyuki. Hilo ninawaombeni. Hata yawe matamu. Sasa ili usile ile ufanyaje sasa? Kuna uvunaji wa maziwa ya nyuki. Sawa? Kuna uvunaji wa maziwa ya nyuki. Sasa kwa hiyo huli mtoto wa nyuki, lakini unaweza kuvuna maziwa ya nini? Ya nyuki. Ili uimarishe afya yako. Daima siku zote wale akina Ibrahimu wale wa zamani tunaambiwa waliishi hadi miaka 300, si miaka mingapi. Lakini ukifuatilia vyakula vyao walivyokula walikuwa wanakula mazao yanayotokana nini? Na nyuki. Sawa? Hawakwenda shambani kulima. Walikula asali. Yesu mwenyewe katika maisha yake alikuwa anakula asali. Sawa? Kwa hiyo nyuki inatengeneza kitu ambacho kinaweza kikakufanya wewe afya yako ikaendelea kuwa bora, ubongo wako ukaendelea kuimarika, usipatwe na udumavu. Kama hapa tumeambia udumavu sio ufupi. Sawa? Wakati mwingine udumavu upo kwenye ubongo. Kwa hiyo mimi nipende kuwashukuru kama mmenielewa, lakini kama kuna mtu ana swali jingine ambalo tunaweza
Okay, basi samahani. Sawa, tutakupigia. Swali langu mimi kuhusiana na utaratibu wa malipo. Swali langu mimi ni kuhusiana na utaratibu wa malipo. Labda kampuni yenu inalipa kwa utaratibu gani? Kwa sababu watu tuna matatizo mbalimbali. Ninaweza nikachukuliwa mazao leo afu yakachelewa sana na mimi nina shida leo. Au jirani yangu ana mzigo anaweza kuchelewesha kupata malipo ila mimi yalitakuwa yawahi. Je, unasemaje juu ya hili jambo? Asante sana. Kwenye kuhusiana na swala la malipo, na ndio maana tunaunda vikundi. Tunaunda vikundi kwanza ili tuweze kufahamiana. Sawa sawa? Wakati kampuni yangu inawahudumia, inataka utatambulika kwenye kampuni. Kwamba wewe kwa mfano huku tumepata labda vikundi viwili au vitatu, Itipula. Kwa hiyo tunafahamu kipindi cha mavuno kwa sababu tunakuwa bega kwa bega. Sawa sawa? Kwamba leo vikundi vingapi aidha Itipula wameshavuna tayari. Tunakwenda kuchukua asali ya Itipula. Kwa hiyo tunakuwa tuna mawasiliano mazuri kwamba tarehe fulani itakuwa ni tarehe ya malipo ya asali ya Itipula. Tarehe fulani tunachukua asali Mgala. Tarehe fulani tunachukua asali Iboya. Tarehe fulani tuwafikia watu wa Itandula. Tarehe fulani Ihanga. Sawa? Kwa hiyo kikubwa kwa sababu vikundi vitakuwa vimeundwa na kuna utaratibu wa uongozi kwenye vikundi vyenu ambavyo tutakuwa tunawasiliana bega kwa bega. Nafikiri hiyo changamoto imeisha. Sijui nimekujibu sahihi? Sawa sawa. Swali jingine? Nina swali nafikiri ni la msingi sana. Kwa mfano nimepita mazingira mengine, kwa jina naitwa Petro Mponda. Nimepita mazingira mengine nimekuta wamejenga kama nyumba, kwa lugha nyingine ile pesa tunasema mabanda. Wamepanga mizingai mingi ya kutosha, unaweza kuona 20 30 katika banda moja. Sasa kwa mazingira ya kwetu sisi vile jinsi ambavyo tumezoea kuweka mizingira ya kienyeji, tunajua kabisa kundi la nyuki linaweza likapita huko, jingine huko, jingine kule, jingine mngambo wa kule. Sasa je, kwa hiyo mtaalamu wetu unatushauri vipi kuweka mizinga katika banda moja na kuisambaza huku na huko? Ikiwa kama nyuki wanapita sehemu mbalimbali, je, watapataje kuifikia mizinga mingi kwenye banda moja? Asante sana kwa swali zuri. Kwenye kampuni yetu sisi tunatoa elimu pia ya namna gani unaweza ukaweka mradi wako ukawa sawa sawa. Naona hapa sisi kwenye picha unaweza kuona vizuri. Kuna mizinga ya kuning'iniza, kuna mizinga imekaa kwenye stendi, kuna mizinga imekaa kwenye banda. Mizinga ambayo sisi kwenye kampuni yetu tunapendekeza nyinyi muweke ni mizinga iliyopo kwenye stendi. Sawa sawa? Mizinga kwa nini uweke kwenye stendi? Unaweka kwenye stendi kwa sababu ili tawi la mti tukiweka hatujui litadondoka lini. Mzinga huu ukishajaza asali unakuwa ni mzito. Wakati mwingine haya matawi yanaelemewa. Sasa utaenda kuona mzinga wako ulishadondoka na umeua nyuki. Sasa na sisi tunasema hawa nyuki tunabidi tuishi nao. Kwa nini tuwaue? Sasa ili tusiwaue, maana yake tunakwenda kwenye mfumo bora wa namna gani tuweze kuwa na mizinga iliyo sawa ya kisasa, lakini mfumo gani wa kuweka mizinga yetu. Mizinga yetu tunaweka kwenye stendi na stendi zetu zinatengenezwa kwa chuma. Unapokuwa shambani kwako umeamua kuweka mradi wako, unanyosha vizuri kabisa. Yaani ni mradi, lazima uheshimu mradi. Sawa? Unakuwa umewekeza fedha ili upate nini? Fedha nyingi zaidi. Kwa hiyo niwaombeni, kwa kuwa tutakuwa tuna elimu, baada ya kuunda vikundi vyetu, tutapeana haya masomo yataendelea kwa sababu ya leo naona muda kama ni hautoshi vile. Swali lingine. Nilikuwa naomba nifahamu kwa sababu hii ni mzinga tu ambao labda nyuki atajueje kwamba yani kuna namna gani ya kivutio cha nyuki ili afahamu kwamba pale pana mzinga, au ni namna gani nyuki afahamu kwamba kwa sasa hivi hapa nikienda sehemu fulani basi naweza nikawa na maskani. Ndio hicho tu. Asante sana. Sasa nyinyi mnataka mmalize uondo ule ambao tunategemea kuja kuufanya kwenye vikao. Kwa hiyo kitu ambacho ninakielezea ni kwamba vipo vitu ambavyo tunaviita ni viita nyuki. Sawa sawa? Lakini ili uweze kuvipata na waombeni, undeni nini? Undeni vikundi. Tutakuja na hayo masomo, tutafundishana, sawa? Kila mmoja ataelewa. Na tunavyoenda kwenye mradi, tunafahamu tunaenda na akina nani, sawa? Ambao tunafahamiana. Kwamba hawa watu kweli watakuwa ni walinzi wa huu mradi. Yaani mimi nawaambieni hakuna mafanikio makubwa zaidi hapa yenye fedha nyingi zaidi kama kujikita kwenye mradi wa nini? Wa nyuki. Niaminini mimi. Msorwa, mimi nataka nijifunze kupitia huu mzinga jinsi ulivyo. Kwa mfano hapa pa kufugia Malkia, si ndio manake? Kuna wakati
nyuki sasa zinaweza zikatoka hapa kuingia huku kutengeneza asali. Si ndio maana yake? Baada ya kuja kuvuna utakuta na huku nako kuna matoto. Changamoto yake inakuwa nini kwenye hii boksi? Asante sana. Sasa hilo swali sijajua labda ulifanya ni wapi, lakini mimi kwa sababu kwenye kampuni yangu tuna utaratibu. Sawa? Mpaka tumekuja na hiki kipimo, tumekuja na kipimo sahihi. Sawa? Kwa hiyo tukiwa na mizinga yetu ya hivi, hutakuja kukiona hicho kitu. Sawa sawa? Na ndio maana tumesema tutatembea kwenye elimu. Kila kitu ni elimu, tutafundishana. Kwa nini malkia nyuki wanakuja huko? Tafsiri halisi ya swali lako ni kwamba huyo mtu anakuwa ameweka matundu hapa inakuwa nini? Mapana ambayo yanamruhusu malkia kwenda huko. Kwenda kuweka mazao tofauti tofauti. Kwa sababu tunaweka hapa ili malkia yule awepo ule utaratibu wake wa kuweka tuseme majira, kubadilisha majira kwenye mzinga, yeye atatumika hapa. Huko tunategemea kupata zao moja tu ambalo ni asali. Yes. Bwana, matundu yenyewe ni haya hapa. Matundu haya yana size ya malkia, si ndio? Yes. Ambayo hayafanani na matundu haya hapa. Asante. Sasa hayo ni mambo ambayo tunasema mkishaunda vikundi tunakuja kwenye masomo. Leo hapa tulikuwa tunatambulisha kampuni na kuona ni namna gani ambapo tunaweza tukaenda mbele. Sawa? Yeah. Bei ya mzinga, huu mzinga kisoko unauzwa 70,000. Sawa? Ni 70,000. Ndio maana nimesemaje? Kwa nyinyi hapa nimeuliza mafundi seremala wapo? Wapo. Kama wapo hapa, kikubwa tutawaelekeza. Sawa, wale ambao watakuwa wako tayari wataelekezwa namna ya mizinga, kutengeneza mzinga huu bora na ni namna gani waweze kufikia kwenye mafanikio yale, ili mwisho wa siku vikundi vitakavyokuwepo hapa Itipula hakuna haja sana kuja kuchukua mizinga kule kwangu. Sawa, tukitoa elimu hapa tunaamini ni fursa kwa mafundi waliopo hapa. Sawa, na nyinyi mtapata hii huduma kwa urahisi zaidi. Lakini kama mtaona pengine hamuelewani nao, njooni kampuni yangu itafikisha mizinga mpaka hapa. Sawa? Lakini ni namna ambavyo, ila ningependa zaidi mafundi wa hapa nao tuelewane vizuri, wafanye hii kazi wakiwa hapa. Sawa sawa? Mfanye kazi, mwanzo nimeleta fursa hii. Sawa? Tusonge mbele, lakini lazima tufanye katika ubora unaostahili. Kuna mtu mwingine mwenye swali? Kwenye bei, baba, bei wala usiogope. Sawa? Bei hii yawezekana ni mimi kwa sababu mzinga nimeusafirisha toka Njombe mpaka umefika hapa. Ndio maana mimi nimeuliza mafundi wa hapa wapo. Huo mzinga hautaweza kuupata kwa bei hiyo. Au pia ukitoka mzinga pale Ubeya huwezi kuupata kwa hiyo bei. Huu mzinga unauzwa bei hii, umetoka wapi? Umesafirishwa mpaka hapa. Swali jingine linakuja. Je, mzinga huu kishatengenezwa ni lazima kupaka ile rangi? Asante. Rangi hii nyeupe tunaipaka kwa ajili ya namna ambavyo inatumika kama ni sehemu ya kuvutia nyuki. Sawa? Kwamba ukiweka hii mizinga mashambani si inakuwa inang'aa, inapendeza, na nyuki daima siku zote si wanapenda vitu vya maua. Kwa hiyo ni rahisi zaidi kufanya nini? Kufika hapa na ukiwa umeshaweka kitengeni vile tunasema vinyukishi. Sawa? Ni rahisi huu mzinga kupata. Yes. Swali jingine, maana hii rangi nyeupe ndio hii au kuna rangi nyingine tena ambayo inaweza ikavutia nyuki kufika kwenye mzinga? Kuna watu wengine wanatumia rangi nyingine, lakini mimi kwenye kampuni yangu natumia rangi nyeupe kwa ajili ya tafiti ambazo nimezifanya. Niliyokuambia kampuni yangu, yani ili mradi tunafanya kazi na akina nani? Tunafanya kazi na watu walioelimishwa. Sawa? Yani mimi siwezi nikatoka tu nimetoka huko na kuja kununua asali kwako. Sawa? Hapana. Kampuni inanunua asali kwa mtu ambaye amepata nini? Amepokea elimu, na tunamsimamia katika ufugaji wa nyuki. Anafuga sahihi, anavuna sahihi, ili asali yako inapokwenda sokoni iende sokoni katika mazingira ya ubora. Na ndio maana tumesema bei zetu zinakuwa tofauti na bei nyingine. Sawa. Haya. Inayofuatia kwa wale wenye mtandao. Kwa wale wenye mitandao ya WhatsApp ni 0679 91 95 23 0679 91 95 23. Hiyo ni namba ya WhatsApp. Basi hiyo kwa WhatsApp unaweza ukanitafuta, then nikakuingiza kwenye grupu kubwa kabisa la ufugaji nyuki Tanzania, ukaendelea kupata elimu wakati wewe tukiendelea
elimu mbalimbali ambazo tutaenda kuja kuziunda kwenye vikundi. Lakini pia mheshimiwa mwenyekiti wa kijiji hiki pamoja na afisa mtendaji, kwa heshima yenu kubwa, tukue wananchi wangu wajiunge kikundi ili wapate msaada kama kikundi cha kwako kilichopata msaada wa milioni 9 kule Iboya. Asante sana mheshimiwa afisa mtendaji. Nilikuwa natoa elimu hapa, hawa wananchi waliokuwepo hapa waunde vikundi, wakishakuwa tayari yani wajiunge. Halafu mimi nitawatembelea. Nikishawatembelea, tukishaona ratiba zao wamefanya uchaguzi ule wako sawa, tutakuja na maafisa maendeleo. Sawa? Tukishirikiana pamoja na wewe afisa mtendaji kuhakikisha vikundi vyao vinasajiliwa kwa mkurugenzi. Wanapata hati. Wakishapata hati kwenye robo hii ya pili ya mfuko wa misitu Tanzania, hivi vikundi viingizwe moja kwa moja ili viweze kupata zile fedha. Ndio nasema hata vikundi vikiwa 9 au 10 hapa, manake tunategemea kwamba vitaenda kupata milioni 90 ziingie hapa Itipula. Nakushukuru sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Amon Mendra Dirpumbwe, ni mwenyekiti wa kijiji cha Itipula. Kuhusiana na elimu iliyotolewa, sisi wananchi tumeipokea vizuri na tunaomba tuipokee, na ninashauri wananchi, tunakosa fursa serikalini. Tunazalisha misitu, serikali inaleta fedha kwa ajili ya misitu hii, lakini wakati huo sasa hatunufaiki. Sasa ni wakati wao wananchi, fursa imefika mlangoni, kuchangamkia hii fursa waipate. Hapana, ipo misitu ya kupandwa na misitu asilia. Maana yake ipo hiyo asilia, uweze hata ungejaribu kuua hiyo haifi, inabaki kuwa asilia. Mungu alifanya hivyo, alikuwa na maana kwamba wanyama hawa au wadudu hawa wapate kuishi. Mpango wangu mkubwa ni kuendelea kuhamasisha wananchi walipokee hili kwa nguvu, ili baadaye, mimi najua mkishatii kuna mafanikio wananchi watapata. Asante. Kwa majina naitwa Isa Joseph Njarika. Elimu hii ya nyuki ni elimu ya msingi sana kwa wana kijiji wa Itipula wote au kiujumla wa kata nzima, kwa sababu itatuinua kutoka kwenye maeneo mengine kuelekea kwenye kipato cha juu. Sina mengi ya kuongea, wana Itipula tuungane. Tumeambiwa kuhusu ufugaji nyuki kwa tuzingatie, hususan tukiwa na mizinga bora ambayo itatupatia manufaa makubwa kuweza kuinua maendeleo ya kijiji na pia kwa kila mmoja atakayekuwa amefanya hii shughuli. Kwa sasa ufugaji nyuki ukoje kwa hapa kijiji? Ufugaji nyuki tuna mizinga ya kienyeji na tuna mizinga pia ya kutumia mbao na ya magogo, lakini haipo kisasa zaidi. Tupo chini sana. Kwa hiyo tunashukuru hii elimu kufika mahali hapa Itipula. Tunaomba kwanza, tumeipokea kwanza kwa nguvu zote, na tuna ushirikiano mmoja tutakaofanya kwa pamoja. Tupo tayari. Tupo tayari. Kwanza kwa majina yangu naitwa Sharon Dennis. Kitu ambacho kimenipa auheni au tuseme elimu ya ufugaji wa nyuki ina faida kwetu, ina faida gani kwetu, ambapo inatusaidia sana sisi vijana asasa kwa maendeleo ya sasa, ambapo unakuta vijana asilimia kubwa wamesoma na wengine hawana elimu. Kwa hiyo ikitokea fursa kama hii, mtu ambaye tayari anajijua kama anahitaji maendeleo, kwa sababu si kwa sasa hivi hatuhitaji sana kuajiriwa, ila tunasoma tu kutoa ujinga, lakini zinapokuja fursa kama hizi za ufugaji au elimishaji juu ya ufugaji wa nyuki, inatusaidia sana hasa sisi vijana kujiajiri si wenyewe, kuondokana na umaskini au kujiwekea si wenyewe akiba au kuweza kujikwamua na yale matatizo madogo madogo ambayo yanatukabili mbeleni. Kwanza napenda kuambia vijana wenzangu wachangamkie hii fursa, ambapo hizi nyuki ni zinatoka tu kutoka kwa Mungu, lakini jitihada zetu ndio kitu kikubwa ambacho kitatupa sisi mafanikio. Kwa hiyo kikubwa ni kujituma na kuchukua hii fursa, ambapo itawasaidia wengi
kikubwa, kwamba sio kwamba tutafuga tu nyuki, bali tutapata asali ambayo hiyo asali na matumizi makubwa kwetu kama vile tiba na vitu vingine. Kwa haya mazingira ninavyoyaona, hiki kitu sio kinawezekana. Hiki kitu kitakuwa na pia kinawezekana kabisa, ili mradi tu mtu aonyeshe moyo na kujituma kwake. Kampuni hii napenda kwanza kuishukuru, kitu cha kwanza. Kitu cha pili, pia waendelee au wapate moyo pia kuendelea kuwafundisha vijana wengi, ili wazidi pia kutokana na ujinga na waache pia kutegemea kwamba ajira zipo, kama hawatakuwa wanasumbua akili zao wakiamini kwamba pia kuna vitu vingine vinaweza kufua pia ujinga na kupata maendeleo kama haya, mfano kwenye kufuga nyuki.